Nini? Mapenzi ya kureali ya mapenzi alikuwa zamani. Ukinichiti mimi nakuchita. Wewe ulikuwa ni nani? Si ulivimbia mguu wa bia kati mimi mleva smart jini. Nenda zako mama, sikutaki tena. Mitandao ya kijamii wenyewe wanasema ana trend. Yaani ni mtu ambaye zusha gumzo la kupita kiasi. Anafahamika kwa jina la Dogo Paten. Dogo, karibu katika studio za DW. Asante sana, asante sana. Hebu tueleze, unafanya muziki wa aina ya singeli. Uwezo wako huu umejifunza wapi? Au umeupata wapi? Kwa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa nafasi hii ambayo kanipatia sasa hivi. Ya swala mimi kuimba lilipatikana, nadhani ilikuwa ni kwenye kibanda cha kuingizia cha kubana nyimbo. Nilienda kuulizia nyimbo, kwa hiyo jina la nyimbo nikawa silijui, kwa hiyo ikanibidi niimbe. Katika kuimba pale, mshikaji alikuwa pale library akanambia mbona unaweza? Unaona? Kwa hiyo na mimi ndo nikawa nakazania pale aliponiambia kama naweza, kwa kuwa mwenyewe nilikuwa napenda kuimba, nilikuwa natamani siku moja nije kuwa msanii. Lakini muda mfupi tu sasa hivi ndo umekwenda katika mitandao ya kijamii, unasikika sana. Ushaanza kupata manufaa ya hiki unachokifanya sasa hivi? Alhamdulillah, japo sio kikubwa ila Allah ana bless. Kwa mfano upi? Kwa sababu kijana wa Kimara, kijana wa Tandale, umetoka Uswahilini, sasa unasikika katika majukwaa ya kimataifa kwa kutumia mitandao ya kijamii. Tofauti ya kimaisha sasa, kipi ambacho nakiweza sasa? Kwa manufaa makubwa sana tuseme bado sijapata, kwa sababu ni juzi tu. Kwa hiyo nikisema kwamba muziki ushanipatia gari na kwa ni muongo. Ila kwa hela ndogo ya kula, alhamdulillah, nashukuru naipata. Unatembea wewe sasa hivi mitaani, sasa hivi uko Tandale studio hapo. Maisha yako ya majuma mawili matatu yaliyopita na sasa yamebadilika kwa sababu unajulikana sana, unatazamwa na kazi unazozifanya. Lifestyle yangu imebadilika kiukweli, sio kama mwanzo. Kwa sababu sasa hivi zamani nilikuwa natumia hata 5,000 kwa siku, ila sasa hivi nahisi imepanda. Ukitembea watu wanaokufahamu kwa mfano, ndo shida ile. Kweli. Kwa hiyo inakuwaje sasa unapokuwa mtaani, unapotembea? Ndio hivyo, na lazima nikitoka sehemu moja kwenda nyingine lazima nichukue gari au bajaji. Kwa sababu vurugu zimekuwa nyingi. Kweli. Unaishi kwenu kwa mama yako, baba? Naishi kwa wazazi wangu. Bado hujaanza kujitegemea? Ndio bado. Mbali na muziki, katika muda wote ulikuwa unafanya jambo gani? Mbali na muziki nilikuwa nasoma. Unasoma mpaka sasa? Hapana. Nishamaliza form 4. Unasikika sasa hivi, ushakuwa maarufu. Unajua hata Kenya wanakujadili wewe, unajua unajadiliwa Rwanda, Burundi na Kongo, na unavotazamwa sasa unatazamwa kwingineko nje ya mipaka ya eneo la Afrika Mashariki na kanda ya Maziwa Makuu. Kwa wale ambao walikuwa wakikusikia mitandaoni, kuna namna mbili ulikuwa unasikika. Kuna kipande kimoja unasikika ukieleza maisha ya kuomba msamaha kwa afande, kwa sababu ulikuwa unapanga sijui mfukoni au kiunoni, sijui mwenyewe unafahamu. Lakini kuna kipande kingine unaonyesha watu anaikuchukia, kuna namna yenu mnaoimba kwa lugha ambayo wanaielewa mitaani, lugha ya mtaani. Hebu hizi kwanza ni nyimbo mbili tofauti, ni wimbo mmoja wenye jumbe zote hizi mbili? Hiyo pili sijaelewa ni nyimbo gani. Ulikuwa ukizungumza kwamba hata ukinichukia kina trend nacho kipande. Unazungumzia hata kama unanichukia na nini, lakini kicha kwanza unazungumzia kuhusu umefanya ile jambo kwa sababu ya mpenzi. Nyimbo mbili tofauti. Ni nyimbo mbili tofauti. Unaweza kuonyesha hiki? Oya baba tawa jamani. Nilisikia nipanda sana ningefanya nini? Nilijikuta najitetea sababu napanga kinoni. Ila pande sio kwamba nauza mimi mwenyewe nauziwa, ila kesi ya robari apande nimesingiziwa. Apande legeze kamba
ili niweze kukupanga pande yote, sababu ya mchumba. Ndiyo maana mimi naiba pande apande, legeze kamba, ili niweze kukupanga pande yote, sababu ya mchumba. Ndiyo maana mimi naiba pande. Jamani, hii ni simulizi ya kweli au ni utunzi tu? Ya, ni utunzi. Si kwamba kweli, manake mara nyingi mnanda na singeli inahusishwa au inanasibishwa na matendo ya maisha ya mtaani, kwamba anafanya matukio ya uhalifu na nini. Kwa hiyo hii ni simulizi ya kutunga. Ya, ni ya kutunga. Haya, nipe na kile cha pili kabla tujaendelea. Ulikuwa unasema kama mtu hata asipokupenda mambo kama hayo. Okay, fine. Jamani. Mapenzi ya kuliali ya mapenzi alikuwa zamani, ukinichiti mimi nakuchita, wewe ulikuwa ni nani? Si uli bimbi yangu wabia kati mimi mrefu smart jini, nenda zako mama, sikutaki tena. We danga langu, nini unataka? Kama unataka bia na Pepsi utapata. Ai mama wewe, nakupenda we danga langu, nakupenda usiniache, nakupenda we danga langu, nakupenda usiniache. Zote hizi ni kazi ambazo sasa hivi zinatazamwa sana katika mitandao ya kijamii. Ziko katika mjumuisho wa album au umezitoa katika namna ya single? Single, ila nadhani tutaachia album soon inshallah. Umeonekana na mwanamuziki mkubwa katika baadhi ya majukwaa wa Tanzania, Zuchu, na nimesikia mkizungumzia kufanya kazi kadha wa kadha, na moja tayari mmekwisha fanya, inasikika mitandaoni. Hii imekusogeza mahala fulani kiuchumi? Ya, kweli. Imenisogeza kutoka sehemu moja kwenda nyingine, kwa sababu kanipatia followers, ambacho ni kitu nilikuwa natamani siku moja na mimi niwe na followers wengi. Sasa hivi una followers wangapi? 100,000 ya Instagram. 100,000 sasa? Yeah. Na mipango iliyopo sasa pamoja na nyimbo 2 ni kukamilisha albamu yako? Ndio. Itakuwa chini ya kampuni ambayo hii unayofanya kazi sasa hivi au ipi hiyo? Sina kampuni, ila nipo na watu ambao wananisupport mimi kama mdogo wao. Uko studio sasa hivi hapo, kuna midundo unatengeneza, unachofanya nini? Kuna nyimbo nimekuja kurekodi. Na unajua unapokuwa mwanamuziki sasa unaanza kuwa maarufu, kuna kuwa na mambo ambayo wakati mwingine unapaswa ujiadhari nayo, na kuna mambo ambayo unaweza ukajiingiza kutokana na hali ya maisha ya wakati huo. Kwa mfano umezungumzia sasa unataka kutembea na magari, kutembea na bajaji za kukodi, lakini kuna kuwa na ile namna kuhama katika marafiki uliokuwa nao sasa kwenda katika marafiki wengine wapya, pengine kutokana na mazingira ambayo yanakuzunguka. Wewe sasa hivi umejiandaaje kuingia katika medani hii ya sasa ya muziki na hali ulionao sasa ya umaarufu? Ni kweli, kwa sababu kweli mabadiliko yapo makubwa sana, so maisha nilikuwa naishi nyuma sio nitakayoishi sasa hivi. Kwa sababu nipo hapa, na so wengine nadhani kuna wapinzani lazima watakuwepo, au sio bwana? Kwa hiyo lazima ujilinde kwa njia tofauti. Baadhi ya marafiki kuwapunguza na wengine kuongeza wapya. Studio unafanya nini hapo kabla sija kuaga? Maana lazima kulikuwa na kazi mpya inayofanya. Kazi mpya ipo. Unaweza ukatupa kiwagizo na hicho kabla hatuja kuaga? Hapana, inshallah ikitoka lazima vionjo tu. Nyimbo bado kiongozi. Hata kiitikiwa sio kuchukua jua kwamba Pattern yuko studio sasa hivi anafanya kitu kingine. Hapana mani. Mani nimefika studio sasa hivi, nadhani idea bado sijaipata. Tena nimesikia wewe unaweza kufanya namna ya tungo bila ya kuandika kokote kwenye kalamu. Bila mara nyingi unafanya freestyle. Hapana, mara nyingi waga naandika. Bakawasa walikuwa wanakupa sifa, anasema Dogo Pattern akiingia jukwani anaweza akafanya wimbo pale
bila ya kibwagizo. Ni kweli, time moja ni unakuta ni vibe ujue. Lakini wewe ni shabiki wa Simba pia? Hapana, masala timu hapana. Mimi shabiki wa Madrid. Shabiki wa timu za Ulaya. Lakini unafanya wimbo kuhusu Simba. Mbona Yanga nimefanya? Fanya Simba kidogo alafu tuunganisha na Yanga nikuage. Hivi unaijua Simba? Simba yetu ni hatari. Tukimwanzisha Kapombe Aziziki akae mbali, mkimuweka Pakome tunamuweka Kigili, yani mpira pasi tunakaa tunahesabu magoli. Golini anaanza Manyao, kati anacheza Debola, inapigwa pasi ndefu mbele anamaliza Mkwala. Yanga timu ya kina mama, Simba ndo timu ya masela. Ndio maana jezi zetu nzuri wapinzani wameshona vijola. Na ya Yanga? Ya kusema kweli, Yanga ya sasa ya moto. Kuna Dickson Jobu, alafu kuna Mwamnyeto. Kuna fundi wa kabumbu pale kati anaitwa Aucho. Makolo mpo wapi? Mbona siwasikii? Ama ndo mnaogopa kunyonya mate na Aziziki? Kuna fundi wa kabumbu pale mbele, fundi wa boli. Ya kelele nyingi, shangwe nyingi, piga kwa Max Nzengeli. Kuna nyingine sasa hivi na trend katika social media, katika mitandao ya kijamii, unaimba katika namna maneno yaeleweki kama umekunywa pombe vile umeigiza. Hebu nipe na hiyo. Watu wanataka mjomba Nchumari na kwenda sana kwa kasi. Unasikia vizuri? Okay. Naam. Sasa twende mjomba Nchumari, ngome kari Thomas Mashari na ushari aturari hatari we DJ funga kamba tanda kamba patoki mtu ukimaliza ngoma ya Mondi piga ngoma ya Zuchu. Mimi nikutakie heri katika kazi yako ya muziki, na mambo yakiwa mazuri tutakutafuta, tutakufuata mpaka nyumbani. Umeshakuwa mtu nyota sasa. Inshallah.